sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujilia. Haleluya. Ndivyo yatakavyokujia. Na mstari wa 22. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wangapi wanakumbuka hili? Bwana Yesu asifiwe sana. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujilia. Na tunapoona Mungu anasisitiza mjue sana Mungu ili uwe na amani, na mjadala. Naposikia sana, hili halina mjadala, lina umuhimu wake. Maana yake kunahitajika bidii ya kumjua Mungu, na amani itatujilia, ndipo mema yatakapotujilia. Maana ukimjua Mungu unakuwa na amani, lakini mema yatakujilia kwa sababu unamjua Mungu. Unaambiwa mstari wa 22 anasema, uyapokee tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake, yani kinywani mwake Mungu, na maneno yake yawe moyoni mwako. Hili siyo ombi. Hili maana yake unaambiwa ulichukue liwe moyoni mwako, yani sio kwa kutaka. Hata kama hutaki, inakubidi ulichukue kwa sababu unataka kumjua Mungu ili uwe na amani na hayo mema yakujilie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa siwezi kuendelea sana katika hayo, ni mambo ambayo tumeanza nayo, lakini natamani angalau wale ambao hawakuwepo wawe wanajua tunatoka wapi, tunaenda wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumjua Mungu sana ni muhimu, kwa sababu hutakuwa na amani na mema hayatakujilia ikiwa kama hautamjua Mungu. Haleluya. Lakini mnakumbuka tuliangalia sasa vipengele kadhaa ambavyo tuliviona siku ile ya Jumatano. Jambo la kwanza tuliona tuzingatie kufanya nini? Mjue Mungu ni nani kwako. Ukijua yeye ni nani kwako, hautahangaika, hautapata shida. Sababu tulisoma Zaburi sura ya 68 na mstari wa 20, ambapo tuliona kwamba njia za kutoka mautini zina yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukatuwekea hiyo 68 mstari wa 20. Anasema Mungu kwetu sisi ni nguvu. Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Haleluya. Njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kutuokoa. Haleluya.
ukimjua Mungu hutahangaika. Yeye Mungu ndiye anayeweza kutuokoa. Haleluya. Ndiye anayetuokoa, lakini pia ndiye mwenye njia za kututoa mautini. Tunapozungumza mauti, mnafahamu kwamba sio Mungu anayeweza kuleta mauti. Mauti anayeleta ni Shetani. Sasa ukishanaswa ukafa mpaka kuitwa neno hilo la mauti, maana yake huwezi kujiokoa. Mungu kwetu sisi ndiye anayeweza kutuokoa na kutuonyesha njia za kututoa katika hiyo mauti. Haleluya. Ndiye anayeweza kutuokoa na ana njia za kututoa katika hiyo mauti. Sisi kama sisi hatuna uwezo huo. Yeye ndiye anajua namna gani afanye ili tuweze kuepukana na mauti. Haleluya. Hatuwezi kwenda sana huko, najaribu kukumbushia, lakini tuliona jambo la pili ni kufanyaje? Katika jambo hilo la kwanza ambalo ni mjue Mungu ni nani kwako, tuliusoma na mstari na kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 12 hadi 18. Haleluya. Utaandika na utajisomea. Lakini mjue Mungu anataka nini kwako. Haleluya. Na tukaona anataka nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Niliongea anataka nini? Tulisoma Kumbukumbu la Torati sura ya 10 na mstari wa 12. Haleluya. Inasemaje? 10:12. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapo tulisema anataka nini? Tulisema Mungu anataka kicho kwetu. Haleluya. Katika vitu ambavyo Mungu anahitaji tuvifanye kwake ni kumcha. Haleluya. Jumatano ile kuna mtu aliniuliza kicho ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri ni miongoni mwa watu walionyosha mikono, muda ukawa umetuacha. Kicho nafikiri ndio hilo jibu ambalo mmeliona kwamba nataka tumche. Haleluya. Kicho ni kumcha. Kicho ni kumcha. Hilo sasa tunalitumia sisi kibiblia, lakini kicho ni hofu kwa Mungu, heshima kwa Mungu, unyenyekevu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Napoongea kicho ni kumhofu Mungu, kumnyenyekea Mungu, kumheshimu Mungu,
Bwana sifiwe. Kwa hiyo neno kicho lina maana hiyo, na tumesoma kwamba mpende Mungu kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Unaona, tulipata pia swali linalosema ili umpende Mungu sana, si ndio? Ili umjue Mungu sana, utafanya nini ili uweze kumpenda Mungu sana? Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo yote nafikiri ukiyafanya haya ambayo tumesoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 10 na mstari wa 12, tulijibiwa vizuri na tunaendelea kuongezea yale ambayo tulijibiwa. Ukimpenda Mungu kwa moyo wako wote, ukimpenda Mungu kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote, hakuna litakalosalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Humo ndani kuna mambo ya kujazia ukifanya hivyo, kwa sababu ukiendelea humo kuna upana mkubwa sana. Huwezi kumpenda Mungu tu kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote. Lazima utakuwa unapata mwongozo kulingana na namna ambavyo umejituma kumjua Mungu sana, namna ambavyo umefanya bidii kumjua Mungu sana. Haya mambo yatatokea kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu tuliona ni jambo gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Tulishia hapo, si ndio? Kwa hiyo jambo la tatu linasema mjue Mungu anahitaji ufanye nini? Hapana, mjue Mungu anahitaji ufanyeje. Ndivyo nilivyoliandika. Anahitaji ufanyeje? Mjue Mungu anahitaji ufanyeje? Tuwekee Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohana sura ile ya 1 na mstari wa 12 na mstari wa 13. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Haleluya. Kwanza anahitaji wokovu. Haleluya.
anahitaji wokovu. Hapa ninajitahidi kutoa miwani angalau nione kama ninaona vizuri, lakini inashindikana, ndio maana mnaona nahangaika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anahitaji wokovu. Yaani anahitaji sisi tuokoke. Haleluya. So kwamba anahitaji wokovu kwamba yeye ndo anataka kuokoka, hapana. Anahitaji sisi tuokoke. Sijui kashangaa. Mtu yuko ananishangaa anasema kwani kuna mtu hajaokoka? Hapa nani hajaokoka? Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye anahitaji tuokoke. Anahitaji wokovu. Ndio maana anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wokovu hauishii tu pale ulipoitwa. Tunaendelea kuokoka kila itwapo leo. Haleluya. Na ukisema kwamba ule wokovu ule ndio ulishatosha, itakuwa ni changamoto, kwa sababu utashindwa kujua namna unavyoenenda. Na unapokuwa umeokoka, lazima tuyaone matunda ya wokovu kwako. Ule wokovu ulionao, lazima tuone matunda ya wokovu wako. Haleluya. Kiwa umeokoka, tatamani kiwango chako cha wokovu kiendelee kupanda juu. Uendelee kukulia wokovu. Haleluya. Kwa kuwa sisi hapa tunapita na tunasafiri duniani humu, tunakumbana na mambo mengi yanayoweza kufanya wokovu wetu uteteleke, kama sio Mungu kutusaidia, kama sio Mungu kusimama pamoja na sisi. Ndio maana tunamhitaji kila wakati, na kila wakati tunapompata yeye hutaka tuoneshe kumtaka sana, kumjua sana, ili wokovu wetu uendelee kuimarika na kuwa na kiwango cha juu kinachoendelea. Haleluya. Na anahitaji pia Mungu anahitaji uishi maisha matakatifu. Hapo ni katika kipengele kile cha namba 3. Kwa hiyo ya kwanza niliyosema tunamhitaji wokovu, maana yake ni A, na B anahitaji uishi maisha matakatifu. Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza na mstari wa 15 na 16. Haleluya. Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. 16. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtakuwa watakatifu kama yeye alivyo kuwa mtakatifu. Anasema mtakuwa watakatifu kwa maana mimi ni mtakatifu. Mtakuwa watakatifu.
mnaagizwa kuwa watakatifu kwa kuwa yeye ni mtakatifu. Kwa maana kwamba wote waliomwamini, wanaomfuata, wahakikishe wanakuwa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani zingine sijui tuseme zinamkiri Yesu, sijui zina habari zake Yesu, sijui wanasema hakuna kuokoka duniani. Bwana Yesu atusaidie sana. Hamjawahi wasikia? Na duniani wanasema hakuna mtakatifu. Wewe unasemaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu ambaye anaongea hakuna kuokoka. Sasa wewe uliyeokoka, usitamani kufanana naye. Haleluya. Usitamani kufanana naye, kwa sababu utanuka hivyo virusi ambavyo vinamtuma hivyo. Mtu ambaye anasema hakuna mtakatifu, maana yake ni mtu asiyekuwa hata na tumaini. Kwa hiyo wewe usitamani kufanana naye, kwa sababu huko unakoenda yeye haendi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo jitahidi umjue Mungu sana. Jitahidi umjue sana Mungu ili uwe na amani, na ndivyo mema yatakavyo kujia, kwa sababu amani inayotamkwa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu atusaidie sana. Unaona, hatupaswi kufanana na wao, kwa sababu wao wana njia zao, wanakoenda, wana tumaini lao, walishakata tamaa, hawaendi, yani hawaokoki, na hakuna mtakatifu. Lakini neno la Mungu linathibitisha kwamba Mungu wetu ni mtakatifu. Haleluya. Na anahimiza ya kwamba iweni watakatifu ninyi mliyemwamini Yesu Kristo. Sasa kama umemwamini Yesu Kristo, maana yake umeitwa, umeokolewa kutoka kwa yeye mwenye njia za kututoa kwenye mauti. Tulikuwa mautini, yeye ametutoa kule. Ni lazima tujue kwamba tumeokolewa. Haleluya. Lazima tujue kama tumeokolewa, na ndio maana nilisema ile Jumatano ya kwamba mtu asiyejua kwamba aliokolewa lini, jitathmini, uhakikishe wokovu wako kwamba ni wenyewe. Lazima unaposema nimeokoka, ujue neno lenyewe unalolitamka kwamba ni neno gani ninalitamka. Umeokoka, nimeokoka nini? Lazima ujue. Lazima ukumbuke ni wapi Yesu alikutoa. Haleluya. Kama hauna wokovu wa ulisi, una wokovu kabisa ambao unajua Yesu kakuokoa, lazima ujue kwamba umeokolewa kutoka wapi, umeokolewa nini, na unapaswa kuwa namna gani, ili usijivuruge ukaendelea kujigaragaza katika mazingira machafu ya hao wanaosema hakuna kuokoka, ya hao wanaosema hakuna mtakatifu duniani, huku wanasema naenda kumwabudu Mungu mtakatifu. Bwana Yesu tusaidie sana. Yeye anataka sasa tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ndicho anachotaka. Sasa wewe utasemaje kwamba nataka nifanane na yule? Mwangalie kwanza na lengo lake nini. Mungu haangalii mwili bwana. Ni kweli Mungu anaangalia kote kote. Tunaokoka rohoni, tunaokoka nafsi, tunaokoka na mwili. Haleluya. Yaani roho ikisema nafsi inapiga makofi na mwili wenyewe unapiga makofi, unaunga hoja mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo inavyotakiwa. Ukiona uko tofauti na hivyo, jitathmini wokovu wako ili uanze upya. Nafasi ingalipo. Haleluya. Nafasi bado ipo. Kipindi ambacho Yesu hajarudi na neema hii bado inaendelea, ni wakati wako wa kujitathmini na kutathmini wokovu wako. Anataka tuokoke, anataka tuwe watakatifu. Haleluya. Jambo la tatu ambalo ni Mungu anahitaji umwabudu katika roho na kweli. Haleluya. Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ile ya 4 na mstari wa 24. Nafikiri hiyo ni aya kwa moyo, si ndio? Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka tumwabudu katika roho na kweli, maana yeye ni roho. Mjue sana Mungu ili uwe nayo amani, na ndivyo mema yatakavyokujia. Haleluya. Mungu ni roho. Nafikiri ile Jumatano nilisema hakuna aliyewahi kuona Mungu, si ndio? Kwa macho haya ya nyama. Haleluya. Hakuna aliyewahi kumuona Mungu kwa macho haya ya nyama. Yeye ni roho. Na kwa sababu ni roho, watu wake wote waliomwamini, amesema tumwabudu katika roho na kweli. Haleluya. Unaona, mimi ninayeongea naitwa Efeli, si ndio? Efeli ni nani? Ni hili bodi linaloonekana? Efeli ni mtu wa ndani. Haleluya. Ni mtu wa ndani, na hata nikifa
weka kwenye, kama ni kwenye sanduku au watatupa tu hivyo hivyo kwenye shimo, watasema maiti ya Efeli, hiyo tumedumbukiza humo, lakini sio Efeli huyu tena. Efeli mwenyewe wanasema ameondoka kabla hawajatia mwili huu kwenye shimo, si ndio? Kwa hiyo kuna mtu wa ndani ambaye anahitaji amwabudu Mungu. Huyo ndiyo roho ambaye anatakiwa amwabudu Mungu. Sasa tusiruhusu sana haya macho ya mwili yakatazama hivi vinavyopita duniani, alafu tukashindwa kuelewa kwamba wa ndani ndio wa muhimu, atakiwa kuona sana. Haleluya! Anayetakiwa kuona na kuishi, maana huyu hata kufa, huyu wa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anataka tumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo mtu lazima ajipange kumwabudu huyu Mungu ambaye ni roho, katika roho na kweli. Ajipange kuingia ndani. Haya macho ya mwili yasione, yasitazame sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingawa kuna uzoefu, watu wamezoea, hata nakuta tunaomba tunaangalia tu, mtu hataki hata kuzama ndani, unakuwa mzoefu tu, unafikiri utaivisha nini? Hakuna cha kuivisha kama utajiweka tu kwa mazoea, hutaivisha chochote. Bwana Yesu tusaidie sana. Napoomba, kwa sababu Mungu ametupa na mwili huu wenyewe uwe tu hekalu la kuabudia. Haleluya! Ili liwe hekalu, nyumba inayomhifadhi huyo mtu wa ndani. Hata kama tumepewa hili, basi tujue kwamba mtu wa ndani ndiye anayetakiwa kufanya haya tunayoyasema. Haleluya! Na madhihirisho sasa yatoke ndani, yaonekane mwilini. Haleluya! Hapa ndiyo maana tunamhitaji Roho Mtakatifu ili aweze kusema na Mungu. Haleluya! Ili tuweze kusema na Mungu ni kuhakikisha huyo mtu wa ndani hajai roho ya kishetani, anajaa roho wa Mungu, Mungu wa kweli. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa sasa muda unaenda. Haleluya! Kama ni hivyo, ngoja niruke vipengele vingine niviache. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende kipengele cha 6, ambapo nitakuwa nimeruka cha 4 na cha 5. Nataka nihitimishe kwa sababu nafikiri sitaendeleza hili somo. Nafikiri Jumatano atakuwa mwalimu mwingine. Kipengele cha 4, mjue Mungu na njia zake za wokovu. Mjue Mungu na njia yake ya wokovu. Andika Matendo ya Mitume sura ya 4 na mstari wa 12. Matendo sura ya 4 na mstari wa 12.
Hiyo inasema hakuna wokovu kwa mwingine, yeye ndiye njia pekee. Mitume wote walio jinadi kwamba ni mitume wa Mungu, hakuna mwenye njia ya kutufikisha kwa Yesu Kristo. Hakuna mwenye njia ya kutufikisha mbinguni. Ndiyo maana hata mzee wangu Joseph alishituka akatoka huko kwa akina Mtume Muhammad. Alishituka akatoka huko akasema, kuliko niendelee na imani hii, bora nikawe mlevi tu, maana sielewi. Maana aliona kuna wakati ameenda akaona anafika mwisho, maana anasikia tumswalie mtume. Mengine yote hayaeleweki pia. Mtume bado anaswaliwa. Sasa huyo mwenye kuswaliwa anapeleka watu wapi? Anawapeleka watu wapi huyo mwenye kuswaliwa? Maana alishawaambia na yeye hajui anakoenda, hana matumaini ya huko anakoenda. Hao wanaomwamini alishawaambia na yeye hajui anakowapeleka, anakoenda na yeye hajui. Kwa hiyo ndio maana mpaka sasa utasikia salamu zao, tumswalie mtume. Mahali penye ibada zao lazima waseme tumswalie mtume. Mtume bado anaswaliwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Mzee akashituka, katoka huko, na sisi tukawa tumetoka. Mungu ametusaidia. Kwa kweli hakuna imani ya kufuata kama hii ya kumfuata Yesu Kristo, ambaye ameonyesha matumaini, ameonyesha anatupeleka wapi, anatuambia tumfuate anakotupeleka, ametuandalia makao ili alipo na sisi tupate kuwepo. Haleluya! Hii ni imani ya kufuata na kuambatana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini la tano, kabla ya tano kuna utaandika Yuda mstari wa 3 katika hicho kipengele cha 4. Yuda mstari wa 3. Sinaeleweka? Yuda ni sura hiyo, yani ni sura hiyo moja tu. Kwa hiyo mstari wa 3. Lakini na kipengele cha 5, mjue Mungu na njia zake za baraka. Mjue Mungu na njia zake za baraka, ulinzi, uponyaji, uokoaji. Mjue Mungu na njia zake za baraka hizo. Utaandika Waebrania sura ya 11 na mstari wa 6. Twende sasa namba 6. Waebrania sura ya 11 na mstari wa 6. Sasa kuna lile swali ambalo tuliulizwa, utafanyaje
ili kumjua Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio namba 6 ambayo nimesema kumjua sana Mungu ni jitihada binafsi. Kumjua sana Mungu ni jitihada binafsi. Haleluya. Naomba taniandikia Marko sura ya 4 mstari wa 35, tutasoma mpaka 41. Umeshaniandikia? Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwa pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika sheti, amelala juu ya mto. Wakamwamsha, wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Amka. Akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii? Nisema 40 ngapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tuna kitu tunajifunza hapa. Ili jambo la 6 tunasema kumjua sana Mungu ni jitihada zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukawa umeokoka. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unajua hilo. Na unahudhuria vizuri ibada vizuri tu. Lakini kumbe ukawa hujamjua Yesu. Hujamjua sana Yesu ni nani. Haleluya. Naweza ukawa usijue kwamba Yesu ni nani kwako. Hawa watu wanaoambiana na kusemezana kwamba huyu ni nani, tena kwa swali, kwa kiulizo kikubwa. Yaani upepo na bahari viamtii, huyu ni nani? Hawa watu
wamekuwa na Yesu muda mrefu. Haleluya. Na Yesu amefanya miujiza mingi tu, wanaona. So kwamba alikuwa ni muujiza wa kwanza, alikuwa alishafanya miujiza mingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini hawa ni wanafunzi wanaoulizana, huyu ni nani? Upepo na bahari yamtii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa walikuwa wakuuliza maswali haya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusaidie sana. Tunaweza tukawa ndani ya kanisa lakini hatumjui sana huyu Mungu tunaye mtumikia. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Wamekaa muda mrefu naye, lakini walikuwa wakashangaa kile alichokifanya, kwamba huyu anayefanya mambo haya, bahari, upepo na bahari vinamtii, huyu ni nani? Hebu jiulize hata wewe. Huyu anayefanya hivi, unaweza ukashangaa kwamba hawezi. Utashangaa kama unaona hawezi, maana yake bado hujamjua Mungu sana. Hawa walikuwa wamekumbwa na matatizo. Waliamini kabisa hapa tunazama, kulingana na mawimbi yaliyokuwepo baharini. Walijua kabisa hapa tunazama, hakuna kitakachotuokoa. Hata kama walimwamsha Yesu Kristo, hawakuamini kwamba kuna kitu atafanya. Walimwamsha tu ili wafe pamoja, wanaona. Bwana Yesu atusaidie sana. Wale walimwamsha tu ili basi na yeye angalau apate msukosuko. Inawezekanaje sisi tunapata msukosuko, wewe umelala unakoroma wakati tuko pamoja? Kwa hiyo walimwamsha aone na kwamba wanataka wokovu kwake. Bwana Yesu tusaidie sana. Kama wangekuwa wanajua ana msaada kwao, wasingejua huyu nani. Hata upepo na bahari humtii. Wangekuwa wanajua kwamba kuna msaada, wasingejiuliza hilo swali. Bwana Yesu tusaidie sana. Kwa hiyo misukosuko unayoipata, changamoto unazozipata, dhoruba unazozipata, zinazoweza kufanana na hizi misukosuko ya bahari kuchafuka, misukosuko ulionayo katika maisha yako unayoiona ni mikubwa, mjue sana huyu Yesu, huyu Mungu unayemtumikia aweza kukuokoa. Haleluya. Na ukiona kwamba unajiuliza kama hawa ambao wamekaa nawe muda mrefu, halafu hawa bado wanajiuliza maswali haya, akifanya Yesu, basi unalo la kufanya na una wajibu wa kumtafuta Mungu ili umjue sana, ujue kazi zake kwako ni zipi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tafuta kumjua Mungu, tafuta kumjua sana Mungu ili uwe nayo amani. Kwa sababu ukimtafuta sana Mungu, ukimjua sana Mungu, amani itakuja. Kwa sababu amani tunayoisema ni amani ambayo Yesu ameiachilia. Anasema amani nitoayo sio kama amani ulimwengu toayo. Amani yake ndiyo inayoweza kukufanya
ujitenge na yale ambayo ungeona uyaishi. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaona wenzenu wanaruka namna hii, unasema na mimi ningeruka hivyo, lakini amani ya Bwana inakufunika, unayahesabu yale kama mavi. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Amani hiyo ndiyo tunayoitaka, inayoweza kutufunika na tukaona mambo ya dunia si kitu kwetu. Haleluya. Na mema ndivyo yatakavyo kujia. Haleluya. Sasa kama hawa watu walishindwa kumtambua ambaye wamekuwa naye kwa muda mrefu, ilikuwa ni shida. Sasa kumjua Mungu sana ni hivi. Jambo la kwanza, au unaweza kaandika moja au unaweza kaandika A. Mtafute kwa bidii. Mtafute kwa bidii. Mithali sura ya 8 na mstari wa 17. Sinajulikana hiyo. 8:17. Nasema nawapenda wale wanipendao. Na mtafutao kwa bidii wataniona. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtafute nawapenda wale wanipendao na wanitafutao kwa bidii, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Ukiendelea sana, ingawa hatuhitaji sana, nasema utajiri na heshima vipo kwake. Haleluya. Unaona, anasema ninawapenda wale wanipendao. Haleluya. Swali hili nikikuuliza, nafikiri hakuna atakayenijibu tofauti. Nikiuliza kwamba ni nani asiyempenda Mungu, kuna mtu atasema simpendi Mungu? Anyoshe mkono nimuone. Wala usiogope, yani kuwa mwazi tu. Ongea namna moyo wako unavyoongea. Niambie tu kwamba mimi simpendi Mungu. Ni wangapi mpenda Mungu? Haleluya. Anasema nawapenda wale wanipendao na wanitafutao kwa bidii wataniona. Haleluya. Sasa kupenda, unaweza ukapenda ukaishia hapo bila kuchukua hatua. Na kutafuta, unaweza pia ukatafuta na usione. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunamalizia kule mwisho, ndiko kwenye mantiki zaidi, kwamba wanitafutao kwa bidii. Haleluya. Huko ndiko alikosema kwamba hao wanaonitafuta kwa bidii ndio watakaoniona. Haleluya. Kwa hiyo unaweza ukawepo tu, ukawa unapenda tu Mungu, napenda Mungu, lakini usimuone. Ukawa unatafuta tu Mungu, natafuta tu, yani kirejareja tu, lakini usimuone. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini ukitafuta kwa bidii, hapo ndipo amesema utamuona. Haleluya. Kwa hiyo kuna hitajika bidii ya kumtafuta Mungu, ndio unaweza ukamjua Mungu sana. Ukamjua Mungu sana. Kiu, hamu ya kumtafuta ikupelekee uwe na bidii ya kumtafuta, maana hapo ndipo ameahidi
kwamba ataonekana ukionyesha bidii. Maana yake ukidhamiria, ukionyesha moyo. Ndio maana anasema pale tumeona kwamba mpende Mungu wako kwa moyo wako wote. Haleluya. Hiyo ni bidii. Mpende Mungu wako kwa nguvu zako zote. Hiyo ni bidii. Mpende Mungu wako kwa akili yako yote. Hiyo ni bidii. Kwa roho yako yote, kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote. Hiyo ni bidii, ambapo kwa nguvu tuliweza kuongea. Unajua wanaokuwa na nguvu ni watu gani? Si tuliona juma ngapi? Ni watu gani? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ndo nilitaka hilo. Unaona wababa, nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mumemjua yeye aliye tangu mwanzo. Lakini anasema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mumemshinda yule mwovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana neno la Mungu linasema mpende Mungu wako kwa moyo, kwa nguvu zako zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili neno wenye nguvu ni vijana. Na nikasema sisi hapa tuna neema ya kuwa wote vijana, si ndio? Hakuna mtoto hapa. Wote vijana, wala hakuna mzee. Kwa hiyo ni wakati wetu wa kutumika kwa nguvu zetu zote ili kumjua sana Mungu. Haleluya. Lengo ni kumjua sana Mungu. Lakini jambo la hapana, mambo ni mengi, hayawezi kuisha. Nafikiri niyafupishe tu. Utaandika Zaburi sura ya 105 na mstari wa 4. Hilo linasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake. Hilo umeshatuandikia. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona hapa anasema mtafuteni Bwana na nguvu zake. Bwana ndiye mwenye nguvu za kuweza kutusaidia. Yeye hawezi kushindwa na chochote. Chochote amekifanya yeye. Yeyote amemfanya yeye. Kwa hiyo hakuna kinachoweza kumshinda yeye Mungu. Kwa hiyo mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Siku zote, huo ndio mgogoro sasa. Siku zote. Na tunaposema siku zote, hiyo ndiyo bidii. Haleluya. Tunamhitaji Bwana siku zote. Tunahitaji kuona uso wa Bwana siku zote. Haleluya. Huo ndio mgogoro wetu. Naweza kutufanya tusimjue Mungu sana, kwa sababu hatutaki kuona uso wa Mungu siku zote. Lakini tutakapoutaka uso wa Bwana, tutakapomtaka Mungu na nguvu zake, tutakapotaka uso wa Bwana siku zote, ndipo tutakapofanikiwa kuweza kumjua Mungu sana, kwa sababu yale ambayo tunayataka atuongezee, atupe, ndipo tunaweza kuyapata, kwa sababu tunautaka uso wake siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kujipangia, haitoshi kuwa na maombi tu
yanayopangwa na kanisa. Unaweza ukajipanga ili ya kwamba umtake Bwana na nguvu zake. Unaweza ukajipanga ili ya kwamba utafute uso wa Bwana siku zote. Unajipangia vipindi, hata kama ni nyumbani, kawa na nafasi yako ya kumtaka Bwana, itakusaidia. Haleluya, itakusaidia. Lakini ikiwa kama unasubiri tu mpaka upangiwe na kanisa, kanisa linaweza likachelewa, lakini wewe usichelewe. Haleluya, jipange vizuri. Basi kwa sababu ya muda, nafikiri nikutajie tu haraka haraka ili tuweze kumaliza. Hapo utaandika pia Mathayo sura ya Mithali sura ya 13 na mstari wa 4. Hili linazungumza nafsi ya mtu mvivu. Yaani mvivu, umeiandika Mithali sura ya nafsi ya mtu mvivu hutamani asipate kitu, bali nafsi ya mwenye bidii itanenepeshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona, mtu mvivu anatamani apate kama ambavyo tunaweza tukawa tuna Bwana na nguvu zake, lakini hatujishughulishi, hatujibidishi, hatutaki kumtafuta, ila tunamtaka tu Bwana na nguvu zake zishuke tu bila kuzitafuta. Kwa hiyo hapo naitwa mvivu, unayetamani tu upate, lakini hautapata kwa sababu wewe ni mvivu, uchukui hatua. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa kuna sababu ya kuchukua hatua ili ya kwamba usiitwe mvivu, maana utatamani halafu hutapata. Lakini nafsi ya mtu ambaye anajishughulisha, nafsi ya mtu mwenye bidii inanenepeshwa. Haleluya, inanenepeshwa. Fanya bidii uone. Unapoambiwa inanenepeshwa, maana yake humo mna mafuta. Hakuna mtu ananenepa alafu akakosa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo anatiwa viungo. Haleluya. Sasa hiyo ndiyo kumjua sana Mungu, kwa sababu una bidii, unajishughulisha, unajitabisha ili upate, ili unenepeshwe. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili, ngoja ni hapana, hayawezi kuisha. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja niishie tu hapo ili tupate nafasi angalau hata ya maswali mawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mnaweza mkanikumbusha hichi kipengele cha 6, kumjua sana Mungu ni jitihada zako, jitihada binafsi. Tumesema mtafute Bwana kwa bidii, si ndio? Basi andika na jambo la pili, mtafute kwa moyo wako wote, ambapo utaandika Yeremia sura ya 29 mstari wa 13 na Mathayo sura ya 6 na mstari wa 33. Hiyo nayo pia nafikiri haya kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Basi kwa kufika hapo, ngoja niishie hapo, na Mungu awabariki sana.